tumekuja kukutana na Baba katika maisha yetu. Yeye ni Mungu aliye hai, ni Mungu mwenye nguvu, lakini pia ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Ibada ni eneo muhimu ambalo Mungu anayagusa maisha yetu kwa kila tunachokiamini mbele zake. Ibada ni eneo muhimu ambalo mwanadamu ana uwezo wa kuguswa na Mungu katika kila hali aliyonayo katika maisha yake. Ni wakati wetu mzuri wa kumwabudu Bwana. Ni nafasi yetu nzuri ya baraka za Bwana kutembelea maisha yetu. Ni wakati mzuri wa kila mnyororo wa shetani uliofunga maisha yetu kutuachilia jioni ya leo. Maana Biblia inasema katika mlima wa Bwana watakuwepo wenye kupona. Ni kukaribisha kila mmoja katika ibada hii. Ni jioni ya kipekee ambayo Mungu anatembelea maisha yetu. Huu ni mkutano wetu na Mungu jioni ya leo. Ni wakati mzuri wa Mungu kufanya kazi katika maisha yetu. Katika kila eneo ambalo adui ameliharibu, katika kila eneo ambalo haliko sawa, katika kila vita, katika kila migogoro, katika kila taabu, katika kila dhiki, ni wakati wa Mungu kutendea kazi mahitaji yetu yote. Moyo wako unaweza ukawa wazi mbele za Bwana jioni ya leo, na hakika uaminifu wake na ukuu wake utakuwa juu ya kila mmoja mahali hapa. Utakuwa juu ya kila mmoja unayetutazama kwa njia ya TV. Utakuwa juu ya kila mmoja unayetusikiliza kwa redio, kwa sababu Mungu yeye ni Baba, Baba asiyeshindwa. Kwa kuwa umejiunga nasi katika ibada hii, ni imani yangu ya kuwa unalo tumaini kwa Kristo Yesu, na yeye ni Mungu wa pekee na wa kweli, Mungu asiyeshindwa kutatua tatizo lolote ulilonalo katika maisha yako. Ibada ni nafasi ya Mungu hakika kushughulika na maisha yetu, na huu ndio wakati haswa ambao Mungu ameukusudia kufanya kazi katika maisha yako. Tunapomaliza mwezi huu wa 3, tunapoendelea na upako wa Gosheni, ni wakati ambao Mungu anajiandaa kufanya jambo jipya katika maisha yako. Anatengeneza njia hata mahali pasipo na njia kwenye maisha yako. Anakupa afya hata mahali palipo na uharibifu katika mwili wako. Anakupa neema hata katika mahali ambao wengine wameshindwa. Ni wakati huu sasa. Biblia inaweka wazi juu ya nguvu ya kuabudu, na ikionyesha namna ambavyo hata shetani aliyekamata maisha ya mtu kwa ibada hawezi kustahimili. Biblia inasema Sauli mfalme alipokosana na Mungu na roho mbaya ikawa inaishi ndani yake, wakati ile roho ilipokuwa ina manifesti, aliitwa Daudi. Alipoanza kumwabudu Mungu Daudi, ile nguvu ya kichawi, ile nguvu ya kishirikina iliyokuwa ndani ya Sauli haikuweza kutenda kazi tena. Ndiyo wakati huu ambao Mungu ameukusudia ili kupitia ibada ya mwanamke na mwanaume jioni ya leo, hata utendaji kazi wa shetani ukome katika maisha yako. Biblia inasema katika mlima wa Karmeli, mahali ambapo Baali na Ashera walijengewa madhabahu kwa sababu ya uwepo wa Mungu uliokuwa juu ya Eliya, ile miungu haikuweza kushuka wala kudhihirisha chochote, hata kama ilipewa sadaka ambayo ilihitaji hakika. Ndivyo inavyotokea juu yako jioni ya leo. Katika uwepo huu wa Mungu, hakika Mungu anashughulika na wewe, anashughulika na watoto wako, anashughulika na mume wako, anashughulika na mke wako, anashughulika na wazazi wako, kuondolea mbali kila uharibifu ambao shetani angekuwa ameupanda katika familia yako. Huu ni mkutano wako na Mungu. Usijaribu kupuuza wala kufanya chochote wakati huu wa ibada. Weka moyo wako kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu kujazwa katika mahitaji yako yote uliyo nayo. Yesu anasema
Yale yote ambayo hayawezekani kwa mwanadamu, haya ndiyo yanayowezekana kwa Mungu. Yamkini umekuwa ukipambana na kutumia nguvu kubwa, lakini katika Mungu iko neema ya kukupeleka katika mahitaji yako. Katika Mungu uko uwezesho wa kukuvusha kila vikwazo. Na ni wakati huu ambao Mungu anachaji maisha yako. Kumbuka yeye ni baba yako. Kumbuka yeye ni Mungu kwenye maisha yako. Na jioni ya leo anataka kuhakikisha kila magugu ambayo yamepandwa katika maisha yako hayana nguvu ya kukuangamiza. Katika Biblia kitabu cha Luka sura ile ya 8 mstari wa 22 hadi wa 29, Biblia inaeleza nafasi ya Yesu aliyokuwa nayo wakati alipowaambia wanafunzi wake wavuke ng'ambo ya pili kwenda Gerasi. Biblia inasema wakati yuko ziwani, wakati wanavuka, Biblia inasema ilitokea tufani, yalitokea machafuko ya ziwa, yalitokea mawimbi ya kutisha. Biblia inazungumza, inasema wanafunzi wakamwendea alipokuwa amelala amesinzia, wakamwambia, Bwana mkubwa, the mighty God, tunaangamia, amka utusaidie. Biblia inasema alipoamka akakemea yale machafuko, nayo hayakuangamiza tena. Jambo la ajabu ambalo nataka ujifunze, alipovuka kwenda ng'ambo ya Wagerasi, alikutana na mtu mwenye pepo. Na Biblia inaeleza hakika huyu mtu mwenye pepo alikuwa akiwekwa gerezani, akifungwa kwa minyororo, akitaka kuzuiliwa, lakini yale mapepo yalisababisha aweze kuvunja ile minyororo na kumkimbiza jangwani na kumfanya awe mtu wa kuishi makaburini. Biblia inasema Yesu alipofika, yale mapepo yanaanza kujitetea kwa Yesu, yakieleza namna alivyopambana naye kule ziwani. Nataka uelewe, ile tufani iliyotokea ziwani ni nguvu zilizokuwa zinaendeshwa na nguvu za giza, ni nguvu za yale mapepo. Na sasa anapovuka ng'ambo, yale mapepo yanasema, kwa kweli tumeona kile ulichotufanyia kule ziwani, tunajua hapo unaenda kutuangamiza, tuhurumie. Maisha yetu yanashambuliwa na nguvu za giza katika hatua tunazoziendea mbele yetu. Mahali popote penye mafanikio kwenye maisha yako, Biblia inatufundisha, inasema yuko shetani anayepambana kudhibiti usifanikiwe. Kama unataka kuolewa, kuna shetani anayeshughulika na ndoa yako. Kama unataka kuoa, kuna shetani anayeshughulika. Kama unataka kufanya biashara, kila unachotaka kukifanya chenye faida, yuko shetani anayekuzuia. Kuna watu mahali mlipowekwa na Mungu, kuna shetani yuko hapo, anashughulika na kupambana na wewe, kuhakikisha na kuangusha. Kuna watu mahali mnapofanyia biashara, kuna waabudu shetani mahali hapo, wanachukua nafasi ya kukudhibiti. Wanafunzi wa Yesu wanasema, Bwana mkubwa, kuna maangamizi yako mbele yetu, na sasa anayeweza kutusaidia ni wewe peke yako. Tunapokuja kumwabudu Mungu, ni wakati ambao tuna uwezo wa kuondoa kila kazi za shetani zilizo mbele yetu, maana ni katika uwepo wa Mungu. Na hii ni siri ambayo unatakiwa uielewe, ya kuwa katika ibada ni wakati wa kupiga kila mlima, ni wakati wa kupiga kila silaha, ni wakati wa kupiga kila adui. Maana katika ibada kuna neema ya kimungu inayofanya kazi na wewe, the divinity, uungu ambao una manifesti ndani yako. Biblia inazungumza, inasema Samsoni alipokuwa anataka kupigana, kuna roho ilikuwa inakuja ndani yake inamsababisha na kuwa na nguvu za ajabu. Na ndicho kinachotokea jioni ya leo, ya kwamba unapokuwa mahali hapa, ni kweli unaweza kuwa umezaliwa kwenye familia ambayo kuna mizimu, ambayo kuna laana, ambayo kuna mashetani, ambayo kuna sanamu.
ambayo shetani amewekeza muda mrefu, na hiyo miungu inashughulika na maisha yako. Unaposimama katika uwepo wa Mungu, wewe unakuwa divinity. Wewe unakuwa divinity. Kwa utashughulika na ile kazi za shetani, kwa sababu una nguvu za Mungu. Biblia inasema mtapokea nguvu akisha wajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Samaria, Yudea, anasema hata mwisho wa nchi. Yesu anaimanisha nini? Anasema uwepo wa Mungu unapokuwa juu yako, unaweza ukafanya kile ambacho kinathibitisha ya kwamba Yesu ni Bwana, tena ni Bwana mkubwa. Sikiliza, nikupe siri jioni ya leo. Ni nafasi yako ya kushughulika na kila roho ambayo imekuwa ikizuia maisha yako. Ni wakati wa kupambana na kila madhabahu inayoshughulika na maisha yako. Sikiliza, kila mtu, kila mmoja una nafasi jioni ya leo. Hakuna ambaye ataomba kwa ajili yako, kwa sababu uhuru ni kwa ajili yako. Ni wakati wa kuinua sauti kwa mamlaka ya jina la Yesu, kuangusha kila kazi ya uharibifu ambayo shetani ameanzisha katika maisha yako. Moja ya jambo ambalo shetani analitumia kukamata maisha ya watu, na yamkini amelitumia kukamata maisha yako, ni vifungo vya kiroho. Vifungo vya kiroho. Vifungo vya kiroho ni nini? Tabia mbaya, kushindwa kuacha dhambi fulani, kushindwa kuacha tabia fulani, kujikuta unafanya kile usichokitaka. Na hii ni hatari kabisa. Unaweza ukaona ni jambo rahisi. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 4 anasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Sikiliza ambacho Biblia inazungumza. Shetani anapotaka kukamata maisha yako, shetani anapotaka kuharibu maisha yako, anatengeneza addictions, anatengeneza tabia fulani ambazo unashindwa kuziacha, ambazo unashindwa. Mtu mwingine anasema neema ya Mungu inanitosha tu. Sikiliza, dhambi ni kitu ambacho shetani anakitumia kuharibu ndoa za watu, kuharibu maono ya watu, kuharibu taaluma ya watu. Sasa Yesu anazungumza kitu cha ajabu. Anasema yeye amedhihirishwa kuharibu kazi hii ya shetani. Tonight, jioni ya leo, unayo nafasi ya kuamuru kila tabia ambayo shetani ameipanda ndani yako, inayokutenganisha na uwepo wa Mungu, inaachia maisha yako. Inua sauti yako, sema kwa jina la Yesu, kila dhambi ambayo shetani ameipanda kwenye damu yangu, ameifanya kuwa asili yangu, nimeshindwa kuiacha. Jioni ya leo natangaza kwa jina la Yesu, mimi nilisamehewa dhambi, nami sio mtenda dhambi tena. Na kwa sababu hii, kila tabia mbaya zinazojirudia, kila tabia mbaya ambazo nimekuwa nikijaribu kuziacha na shindwa, leo naziamuru kwa jina la Yesu. Leo sishughuliki nazo mwenyewe, bali nazitangazia kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu. Wewe kifungo cha kiroho, wewe tabia mbaya, achia maisha yangu. Inua sauti yako na uombe sasa.
Inua sauti yako na uombe sasa. Amuru kila kifungo cha kiroho, amuru kila kifungo cha kiroho, amuru kila gereza la kiroho. Shetani anapokamata maisha yako analeta tabia mbaya. Shetani anapokamata maisha yako analeta mfumo wa maisha ambayo yatakutenganisha na Mungu, na hicho ndicho kifungo cha kiroho katika jina la Yesu. Inua sauti yako kwa dakika chache. Inua sauti yako, kemea hiyo roho. Umejaribu kuacha, umeshindwa. Umejaribu kuacha, umeshindwa. Huu ni wakati ambao unatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo tabia ambayo imeishi ndani yangu ninaikataa katika jina la Yesu. Hiyo tabia inayonitenganisha na Mungu ninaikataa katika jina la Yesu. Hiyo roho ya chuki ninaikataa katika jina la Yesu. Hiyo roho ya hasira ninaikataa katika jina la Yesu. Hiyo roho ya uongo ninaikataa katika jina la Yesu. Hiyo roho ya pornography ninaikataa katika jina la Yesu. Hebu kataa kila roho ambayo inaendesha mwili wako. Kataa kila roho inayoendesha maisha yako katika jina la Yesu. Kataa, kataa. Wagalatia wanaambiwa yako matendo ya mwili yamewatenganisha na Mungu. Jioni ya leo tangaza, sema na kataa kuendeshwa na nguvu za giza kuyatenda yaliyo mabaya. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Hapo ndipo mahali anapoukamatia shetani. Hicho ndicho kikwazo chako. Hiyo ndiyo shida yako. Hicho ndicho kinacholeta magonjwa. Hicho ndicho kinacholeta umasikini. Hicho ndicho kinacholeta kushindwa. Roho yoyote ambayo shetani ameiweka ndani yako ikaibua tabia inayokutenganisha na Mungu. Mungu alisema samehe, wewe unashindwa kusamehe. Kataa hiyo roho. Mungu alisema acha uovu, wewe umeendelea na uovu. Kataa hiyo roho. Tangaza jioni ya leo, kila roho iliyo nyuma ya uovu, kila roho iliyo nyuma ya tabia, kila roho yoyote ambayo shetani ameitumia kufunga maisha yangu, kuzuia baraka za Bwana, kama ilivyokuwa wana wa Israeli walivyokusudiwa mema, lakini shetani akainua uovu ndani yao, wakamkasirisha Bwana. Mimi ninasimama kwa jina la Yesu. Mimi nasimama kwa jina la Yesu kukataa roho hizo, kukataa roho hizo. Roho kutoka kwa mababu zangu, roho kutoka kwenye kabila langu, roho kutoka kwenye asili yangu. Hiyo roho ya hasira niliyochukua kwa baba yangu, hiyo roho ya chuki niliyochukua kwa mama yangu, hiyo roho ya uzinzi niliyoirithi, katika jina la Yesu ninakataa tabia hii, ninakataa siri hii katika jina la Yesu. Lilizi, ondoka, ninakufukuza ndani yangu, ninakufukuza ndani yangu. Kila tabia za asiri, kila tabia za asiri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu kataa uovu huo. Popote ulipoinua sauti, kataa hiyo roho. Kataa hiyo roho. Hiyo roho inayokutenganisha na Mungu. Hiyo roho inayokutenganisha na Mungu. Umeokoka lakini umeshindwa kutii. Umeokoka, umeshindwa kutoa zaka. Umeokoka, umeshindwa kumtii Mungu ili kuacha uovu huo. Umekuwa mtu wa dunia, umekuwa mtu wa ajabu. Una matendo ya mwili, una matendo ya mwili. Umekuwa mtu wa kufuata mwili. Hilo ndilo daraja la shetani ukamata maisha yako. Yamkini umekuwa ukijitahidi kuacha. Umejitahidi kuacha pombe, umeshindwa. Umejitahidi kuacha bangi, umeshindwa. Umejitahidi kuacha uongo, umeshindwa. Umejitahidi kuacha uzinzi, umeshindwa. Hebu jioni ya leo amuru na kutangaza, hiyo roho inayotenda kazi kwenye ufahamu wangu ninaikataa jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakufukuza kwa jina la Yesu. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Kataa hiyo roho ya urithi. Kataa hiyo roho ya kurithi. Kataa hiyo asiri mbaya. Kataa hiyo asiri mbaya. Hiyo asiri inayokutenganisha na Mungu.
jioni ya leo ikatae, jioni ya leo ikatae, jioni ya leo ikatae hiyo asiri ya uovu, hiyo asiri ya uovu ikatae, hiyo daraja linalosababisha shetani kukutawala, shetani kuharibu maisha yako, shetani kuendesha maisha yako, katika jina la Yesu. Sema navunja hilo daraja, navunja hilo daraja, daraja la hasira, daraja la chuki, katika jina la Yesu. Ninavunja na kuharibu, ninavunja na kuharibu roho yoyote ambayo inajitenganisha na Mungu, leo naikataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Deny, kataa, kataa, kataa kuendeshwa na asiri, kataa kuendeshwa na miungu, kataa hiyo roho yoyote ambayo imekuwa daraja la shetani kuteka ndoa yako, kuteka fedha yako, kuteka watoto wako, kuteka mume wako. Hiyo roho ambayo imeingilia kati inaharibu maisha yako, inaharibu mahusiano yako na watu wazuri, katika jina la Yesu. Vunja hivyo vifungo vya kiroho, vunja hivyo vifungo vya kiroho. Kifungo cha kiroho ni dhambi, vifungo vya kiroho ni dhambi, vifungo vya kiroho ni dhambi. Dhambi ndivyo vifungo vya kiroho. Gereza la kiroho ni dhambi. Vunja hilo gereza, vunja hilo gereza, vunja hilo gereza. Umeshindwa kuacha, ndio saa hii tangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, tangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakataa hiyo nguvu, nakataa hiyo mamlaka, nakataa huo uweza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uweza wa kuangushwa kwenye dhambi, uweza wa kuondolewa kwenye tumaini la Mungu, uweza unaoniondolea nguvu ya Mungu, katika jina la Yesu ninauondolea mbali, katika jina la Yesu. Ninasimama mbele yako wewe dhambi ambayo nimeshindwa kukuacha, ninakuteketeza kwa jina la Yesu. Lift your voice, pray, 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 pray. Omba, 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 omba. Mungu anaondolea mbali, Mungu anasikia sauti ya muombaji. Yale yaliyokushinda kuyaacha, Mungu anaweza kuyafanya, Mungu anaweza kuyatenda. Yale ulioshindwa, Mungu anayaweza. Eleza ukweli mbele za Bwana. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, nimeshindwa kuacha uzinzi, nimeshindwa kuacha zinaa, nimeshindwa kuacha pombe, nimeshindwa kuacha chuki, nimeshindwa kuacha hasira, nimeshindwa kuacha ubinafsi. Shetani ametumia kuwa daraja la kuteka, kuwa daraja la kuharibu maisha yangu. Jioni ya leo ninavunja na kuharibu. Jioni ya leo ninaondolea mbali uovu huu katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu unaiondoa nguvu ya dhambi ndani yetu. Asante Mungu kwa sababu unaondoa vifungo vyote vya kiroho, kile kilichokuwa kinatumika kama kifungo cha ndoa zetu, kama kifungo cha uchumi wetu, katika jina la Yesu kinaondolewa sasa, kinavunjwa sasa, kinavurugwa sasa, katika jina la Yesu. We thank you Holy Ghost. Mwambie Bwana, sasa nisafishe, nisafishe sasa kwa damu yako. Mwambie Bwana, naomba unisafishe, niondolee asiri isinirudie tena. Mwambie Bwana niwezeshe, mwambie Bwana nipe nguvu. Kama wewe haukutenda dhambi, hata wale uliowaokoa inawezekana kuto kutenda dhambi. Bwana nipe roho wako, nipe roho wako, nipe roho wako. Nimeendeshwa na roho za dunia, ndio maana nimekukosa. Bwana, jioni ya leo naomba roho wako awe juu yangu. Ninaomba roho wako awe ni nuru yangu, aniongoze na kuniepusha na mabaya. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe. Mwambie Bwana, natamani kuwa mtakatifu, natamani kuwa mrithi wa ahadi zako, natamani kuvuka vikwazo, natamani kushinda majaribu, natamani kumiliki ahadi zako. Bwana, naomba unitakase. Bwana, naomba unitakase kwa damu yako itakasayo. Unitakase jioni ya leo, unitakase Jumapili ya leo. Bwana, unitakase. Hebu nisikilize.
Kuna watu tunaishi katika matatizo ya kurithi. Kuna matatizo yalikuwa kizazi, yanatembea kizazi hata kizazi. Umasikini wa kudumu kwenye familia. Nataka uelewe kitu cha ajabu. Uliokoka, Mungu alikuamini kwenye hiyo familia ili uwatoe watu wengine kwenye maangamizi yao. Mara nyingi watu wanapookoka ufikiri Mungu amewaokoa kwa ajili yao tu wenyewe, lakini Mungu anakuokoa ili uwasaidie watu wengine. Katika kitabu cha Waamuzi, Biblia inazungumza habari za Gideon. Gideoni anafundishwa kuacha kuabudu miungu na kuwasaidia jamii yake wasiabudu miungu. Wokovu ulioupokea ilikuwa ni kwa ajili yao. Wewe umesimama kama kiongozi wa kiroho kwenye hiyo familia. Usione haya matatizo yanaendelea kufanya kazi kwenye maisha yao ukasema ni kawaida tu hawajaokoka. Wewe ulitakiwa uvunje ile nguvu ili na wao waipate hii neema ya wokovu. Kuna watu kwenye familia zetu tuna umasikini wa kudumu. Ni kweli kuna watu wamesoma, ni kweli kuna wafanyabiashara, lakini mwisho unakuwa ni mbaya, lakini mwisho unakuwa ni aibu. Kuna watu, kuna roho za taraka. Yaani kwenye familia roho kuachana kimekuwa kitu cha kawaida. Shangazi hakuwa na mume, mama mdogo hakuwa na mume, baba mdogo alioa wanawake 4, na hizi roho zinaanza kufuatilia kwenye kizazi chako. Magonjwa ya kurithi, yale magonjwa yaliingia ndani ya watu waliokufa kwa nguvu za giza, na hawa watu wanapokufa, hizi nguvu za giza zinaanza kuhama kwa hawa watu waliokufa kuja kwenye maisha ya watu walio hai. Matatizo ya kurithi, matatizo ya kurithi. Biblia inazungumza, inasema sisi tu warithi pamoja na Kristo Yesu. Biblia ikizungumza inasema imevunja urithi wetu wa zamani, imevunja asili yetu ya zamani, nasi tumekuwa watu wa ufalme wa Mungu. Ni urithi gani unaendelea kwenye familia yako? Ni mambo gani aliyapitia mama yako? Ni mambo gani aliyapitia babu yako? Ni mambo gani yamekuwepo kwenye familia? Unaanza kuona yanatembelea hata kizazi chako, yanatembelea ndoa yako. Mama yako hakuishi na mume mmoja, na unaona kabisa huyu mume tunaenda kuachana. Baba yako hakuishi na mke mmoja, na unaanza kuona hii hali inaanza kutokea. Si swala la kupuuza juu ya nguvu ya roho ya kurithi. Biblia inazungumza, inaonyesha wafalme wengi ambao walitokea familia za watenda dhambi walijikuta hata wao wanakuwa waovu. Daudi ananishangaza anaposema, Mungu ni rehemu, maana nalizaliwa katika hali ya uovu. Daudi anaonyesha juu ya nguvu ya kurithi inavyomtesa. Ni kweli Agano la Kale walikuwa wanaweza kurithi mambo mabaya. Niliwahi kufundisha kutoka katika kitabu cha Ezekieli sura 16. Biblia ikituonyesha muunganiko ambao mwanadamu anao kati ya yeye na vizazi vilivyopita. Lakini Biblia inasema kitu cha ajabu katika Agano Jipya. Sisi ni wana wa Mungu, warithi katika ahadi za Mungu, sio warithi katika madhabahu za shetani. Kama kuna urithi wowote ambao umekuja juu yako, ni kansa, ni HIV, ni pressure, ni kisukari, ni fibroids, ni matatizo ya ndoa, ni matatizo ya kiuchumi, hii iko kinyume na sheria. Na Biblia inasema lolote ambalo linakuja kwako kinyume na sheria ya Mungu, ya kupasa kulikemea, ya kupasa kulikataa. Kukataa.
kile ambacho kimekuwa kwenye maisha yako kinyume, kile kilichopo kwenye ndoa yako kinyume, ndicho kile Yesu anaongea na wanafunzi wake. Imani yenu iko wapi? Ina maana lolote ambalo liko kwenye maisha yako ambalo sio kusudi la Mungu, unahitaji kuliambia hama mbele yangu, hama kwenye maisha yangu, hama kwa watoto wangu. Jioni ya leo katika ibada hii, inua sauti yako, anza kuhamisha chochote ambacho adui amekileta kama urithi kwenye nyumba yako. Kama Yesu anavyoambia mawimbi, kama Yesu anavyoleta misukosuko, anaiambia nyamaza, alafu anawaambia wanafunzi wake mlitakiwa mfanye hivi. Unapokuwa katika uwepo wa Mungu mbele za Bwana, Yesu anatarajia uzungumze, Yesu anatarajia uamuru. Hebu inua sauti yako na utangaze kila matatizo ya kurithi, ondoka mbele yangu, ondoka kwa watoto wangu, ondoka kwenye ndoa yangu, ondoka kwenye uchumi wangu, ondoka kwenye afya yangu, katika jina la Yesu. Yale magonjwa yaliyowaua watu hayataniua, ninakukataa, uko kinyume cha sheria ya Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu kila moja mahali hapa inua sauti, inua sauti na uombe, inua sauti na uombe. Kataa hayo matatizo ya kurithi, kataa hayo matatizo ya kurithi, kataa hicho kifo cha mapema, kataa hilo anguko, kataa kuachishwa kazi, kataa kufirisiwa, kataa kuondolewa, kataa deny, kataa, amuru, tangaza katika jina la Yesu. Na kataa kila urithi ambao shetani ameupanda kwenye nyumba yangu. Ninakataa kila urithi ambao shetani ameupanda kwa watoto wangu, ameupanda kwa mume wangu, kila urithi mbaya katika jina la Yesu. Inua sauti yako na ukatae, inua sauti yako na ukatae, kataa. Yesu anakuambia kama una imani, amuru kila tatizo mbele yako, liambie ninakukemea kwa jina la Yesu. Katika uwepo huu, katika uwepo huu, unayo nafasi hiyo sasa, unayo nafasi hiyo sasa. Inua sauti na ukatae, inua sauti na ufukuze. Tangaza matatizo ya kurithi yanayokamata maisha ya mume wako, yanayokamata watoto waliowazaa kutoka kwa babu zao, kutoka kwa bibi zao, kutoka kwa ndugu zao. Hiyo damu iliyo ndani yao inayofanana na watu waliokufa zamani, isiwe sababu ya mateso yale yale, ya mateso yale yale, ya tabia zile zile. Amuru matatizo ya kurithi, ninakuamuru kwa jina la Yesu, ninakuamuru katika jina la Yesu. Ondoka hapa, sio mahali pako. Ondoka, hii sio asili yako. Mimi ni mtu wa Mungu, katika jina la Yesu ninakuamuru. Inua sauti na ukemee, inua sauti na ukatae, inua sauti na uamuru katika jina la Yesu. Amuru katika jina la Yesu, amuru katika jina la Yesu, amuru, amuru lolote ambalo shetani ameliweka kwenye maisha yako, lolote ambalo shetani amepanda kwenye maisha yako. Usitulie, usitulie, paza sauti kama Yesu anavyosema, ninaamuru wewe machafuko ya bahari, ninaamuru ila dhoruba ya bahari, nyamaza kwa jina la Yesu. Ni kweli nimekwambia mwanzoni, yako mapepo yaliyokuwa Gerasi yalitaka yamdhibiti Yesu asiingie ardhi ya Gerasi kusaidia watu. Hata kama hayo matatizo nyuma yake kuna mzimu, nyuma yake kuna uchawi, nyuma yake kuna uganga, nyuma yake kuna matamko. Hebu amuru kwa jina la Yesu, inawezekana. Hebu amuru kwa jina la Yesu, inawezekana. Amuru kila moja, amuru kila moja, amuru kila moja. Hiyo roho ya ndoa kuvunjika mara kwa mara, hiyo roho ya ndoa kuachika, kuchelewa kuoa, kuchelewa kuolewa, katika jina la Yesu. Huo umasikini usioisha, hiyo nguvu inayopoteza baraka yako, unapata fedha inapotea bila mpangilio,
hasara za mara kwa mara, kudidimia katika kile unalolianzisha, kukwama katika maisha, katika jina la Yesu. Amuru katika jina la Yesu. Huyo anayepoteza fursa zangu, ninamwamuru katika jina la Yesu, ondoka kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Huyo anayenikamata kila ninachoanzisha hakifanikiwi, huyo anayekamata kazi yangu, huyo anayekamata biashara yangu, huyo anayesababisha nishindwe, huyo mjumbe wa shetani, huyo aliyekuja kwenye maisha yangu kwa sababu mimi ni mtu wa kabila hili, kwa sababu mimi ni mtu wa familia hii, kwa sababu ni mtu wa jina hili, kwa sababu niliwahi kutenda dhambi hii, ninakuamuru katika jina la Yesu, ninakuamuru katika jina la Yesu, ondoka mbele yangu, ondoka katika jina la Yesu. Inua sauti, inua sauti. Hakikisha usiende kuabudu, bado kuna miungu imekushikilia. Hakikisha usiende mbele za Bwana, bado kuna miungu imekushikilia. Uko mbele za Bwana, uko katika uwepo wa Mungu. Hakikisha unavunja utendaji wa nguvu za giza katika maisha yako. Ndio, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo nguvu inayokuzuia usifanikiwe, hiyo nguvu inayozuia usikutane na watu wazuri, hiyo nguvu inayozuia usiendelee mbele, katika jina la Yesu, iamuru katika jina la Yesu. Nakataa kuzuiliwa, nakataa kuzuiliwa, nakataa hiyo roho ya mizimu, mzimu kwa majina lake, katika jina la Yesu. I destroy your power in Jesus name. I destroy your power in Jesus name. In Jesus name. Come on, pray. Pray, tangaza, tangaza hiyo nguvu ambayo imesimama mbele yako, hiyo nguvu imesimama nyuma yako, inahakikisha anguko lako, inahakikisha kuvunjika kwa ndoa yako, inahakikisha uharibifu kwenye maisha yako, katika jina la Yesu. Kama Yesu alivyoambia hiyo dhoruba tulia, nawe iambie hiyo dhoruba kwenye ndoa, ninakuamuru kwa jina la Yesu, tulia. Ninaamuru wa ugonjwa upone, ninaamuru hiyo aibu iondoke, ninaamuru hayo mabaya yahame katika jina la Yesu. Pray, pray, pray. Yes, yes, pray. Omba, amuru chochote ambacho shetani amekiweka kwenye maisha yako, huo urithi mbaya, huo urithi mbaya, huo urithi mbaya, huo urithi mbaya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho yoyote inayokutenga na mafanikio, roho yoyote inayokutenga na kibali, roho yoyote inayokutenga na kuinuliwa, roho yoyote inayokutenganisha na muujiza wako, inayotoka kwenye urithi mbaya, na ikataa juu yako. Simama juu na inua mikono yako. Katika jina la Yesu ninaomba, katika jina la Yesu ninaomba, kila mwanamke na mwanaume mahali hapa, kila uliyekuja mahali hapa, kila unayetutazama kutoka popote pale, kila roho ya shetani iliyokukamata, kila nguvu ya giza iliyokukamata, miungu kwa majina yake, madhabahu kwa uweza wake, mamlaka zote, ninaamuru kwa jina la Yesu zikuachia jioni ya leo, zikuachia jioni ya leo, zikuachia jioni ya leo. Uliyekamatwa na mzimu wa mama yako, haya, roho ya nyoka inakuachia, roho ya nyoka inakuachia, roho ya fisi inakuachia, katika jina la Yesu. Hizo roho za wanyama zilizokaa kwenye miili ya watu zinaondoka, zinaondoka. Release. Roho za mizimu achia watu, roho za mizimu achia watu, roho za mizimu achia watu. Hiyo mizimu inayowafuata kwa njia ya ndoto, hiyo mizimu inayowakimbiza kwa njia ya ndoto, jioni ya leo ninakuamuru achia maisha ya watu hawa, achia. Ninakuamuru kwa jina la Yesu, ninakuamuru kwa jina la Yesu, achia katika jina la Yesu,
Achia ndoa hii kwa jina la Yesu. Achia taaluma hii kwa jina la Yesu. Achia kampuni hii kwa jina la Yesu. Achia maono haya kwa jina la Yesu. Mwachie huyu mwanamke, ninakuamuru. Mwachie huyu mwanaume, ninakuamuru kwa jina la Yesu. Kila mmoja funguka. Nguvu ya Mungu inatembea. Nguvu ya Mungu inatembea mahali popote ulipounganishwa na nguvu za giza. Huo moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea. Moto wa Roho Mtakatifu unateketeza kila utendaji wa nguvu za giza. Fire, 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 fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Spirit fire. Kwenye makaburi hayo, kwenye mizimu hiyo, kwenye miungu hiyo, moto wa Mungu unatembea. Moto ulao unaangamiza. Yes, yes, yes. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Ninaondoa asili ya uovu ndani yako. Ninaondoa mamlaka za kishetani juu yako, kwa sababu ya imani yako, kwa sababu umemkimbilia Yesu, kwa sababu ya ibada hii. Hakika huu ni ukiri wako ya kuna mwamini huyu Yesu. Hiyo miungu sasa iliachie tumbo lako. Hiyo miungu iliachie tumbo lako. Hilo tumbo linaachiliwa. Hivyo vilivyopandwa kwenye tumbo lako, hayo mapando ya kichawi, hayo mapando ya asili yanatoka nje. Toka achia watu. Toka achia watu. Nguvu za giza achia watu. Nguvu za giza achia watu. Nguvu za giza achia watu wa Mungu. Ninaamuru kila shetani, ninaamuru kila nguvu za giza, viapo, laana, achia maisha watu. Achia maisha watu. Achia maisha watu. Nua mikono juu. Kila nguvu za giza, kila mamlaka ya kichawi, kila utendaji wa kipepo, na viondoa kwenye nyumba yako sasa. Nasimama kama nabii wa Bwana. Nasimama kama nabii wa Bwana kuongea na kila nguvu ya kichawi, kuongea na kila nguvu ya mizimu, kuongea na kila nguvu ya mganga wa kienyeji ambayo imekuwa ikikufuatilia, ambayo imekuwa ikifuatilia maisha yako. Achia maisha ya mwana Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakuamuru uchawi. Haya, tayari, tayari, tayari. Nguvu za giza zinaachia watu katika jina la Yesu. Roho ya umizimu, roho ya uchawi, roho ya majini, roho za uharibifu, ondoka kwenye maisha ya watu. Ondoka out. Ondoka kwenye hiyo ndoa. Ondoka kwa hao watoto. Ondoka kwenye huo uchumi. Ondoka. Kila aliyerogwa, ninakufungua huo uchawi. Kila uliokamatwa kwenye kifungo cha kichawi, kila uliyedumbukizwa kwenye gereza kishetani, be free. Kuwa huru. Kuwa huru. Kuwa huru. Kuwa huru. Kuwa huru. Nasema kuwa huru. Nasema kuwa huru. Naamuru uwe huru. Naamuru uwe huru. Naamuru uwe huru. Yes. Kila roho, kila sanamu ya familia inayokandamiza maisha yako, inayokandamiza kazi yako, inayokandamiza familia yako, popote ilipo, ninakuita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia watu wa Mungu jioni ya leo. Roho inayotoka kwenye familia ya baba yako, roho inayotoka kwenye familia ya mama yako, ninaamuru saa hii, hiyo roho inayotikisa maisha yako ikuachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho za uovu, roho wachafu, natangaza nje. Roho inayozuia mafanikio yako popote ilipo, kwa moto wa Roho Mtakatifu.
roho za magonjwa, roho za mateso zilizotumwa kukuua, zilizotumwa kukuangamiza, kwa mamlaka ya jina la Yesu na ziteketeza kwa moto. Wewe ugonjwa uliye kwenye ini, wewe ugonjwa uliye kwenye figo, wewe ugonjwa uliye kwenye mapafu, wewe ugonjwa uliye kwenye kizazi, wewe ugonjwa uliye kwenye kichwa, wewe ugonjwa uliye kwenye damu, popote ulipo, naamuru nje. Popote ulipo, wewe roho unayesababisha magonjwa, out, out. Roho inayoharibu kazi, naamuru kwa jina la Yesu ikuachie. Roho inayoharibu biashara, naamuru kwa jina la Yesu ikuachie. Roho inayoharibu ndoa, naamuru ikuachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uko huru, uko huru, uko huru. Mbali na vifungo, mbali na mateso, mbali na taabu, uko huru, uko huru kwa jina la Yesu. Kwa mikono yako tena. Tunakushukuru Mungu kwa kutufungua. Asante kwa kutuweka huru. Asante kwa kazi ya msalaba. Tunakuabudu sasa. Ni wakati mzuri wa kumwabudu Mungu kwa sadaka zetu. Sadaka ni nafasi ya kumheshimu Mungu. Heshima kwa Mungu ndilo eneo ambalo Mungu amelichagua ili tupate kumjaribu. Sadaka. Upendo wa Mungu unadhihirika kwa mtu anayemheshimu na kumpenda. Na eneo muhimu zaidi ambalo Mungu amelichagua ili tufanye hivi ni pale tunapoweza kumtolea zaka na dhabihu. Malaki nabii anazungumza juu ya umuhimu wa mambo haya, hasa kwa watu walio katika Kristo Yesu, akizungumza maisha ya watu yanavyoharibiwa na adui, watu wanavyotembea katika laana kuu kwa kupuuza zaka na dhabihu. Zaka ni sehemu ya 10 ya vile Mungu anavyotupatia. Yaani kama unajua Mungu ndiye amenipa, lazima utoe sehemu ya 10. Dhabihu ni sadaka ambayo unaitoa, ulikuwa unaihitaji, lakini unaitoa kwa ajili ya Bwana kwa sababu unampenda. Katika Agano la Kale, Mungu aliwajaribu watu katika dhabihu. Kuna mtu mmoja anaitwa Yefta. Alipoenda vitani akakutana adui zake walio na nguvu, akamwambia Bwana, ninatoa dhabihu yule atakayekuwa wa kwanza kunilaki nitakapoondoka na ushindi katika vita hii. Na Biblia inasema Yefta alivyorudi nyumbani, aliyemlaki akiwa kwanza ni binti yake wa pekee. Na ndio maana hata katika kitabu cha Waebrania anatajwa kama shujaa wa imani. Kama ni mtu unayepuuza sadaka na dhabihu, huwa una uhakika unaupuuza utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Na hakuna namna utauona upendo wa Mungu katika maisha yako mpaka siku utakaporudi katika mwongozo huu. Na ndio maana Malaki nabii anazungumza na taifa kwa ukali. Anazungumza nao, anawaambia hali mlizo nazo, umasikini mlionao, ni kwa sababu mmemnyima Bwana zaka na dhabihu. Katika ibada hii ya sadaka, kila mmoja popote ulipo, uko mahali hapa, unatutazama, una fursa hii ya kumtolea Bwana sadaka. Si kwa sababu Mungu anazihitaji sana sadaka zako, lakini kwa sababu unamuhitaji sana Mungu katika maisha yako. Unahitaji kuwa bora, unahitaji kuwa mwenye nguvu. Na hiki ndicho kinachodhibitisha ya kwamba wewe
tumaini lako ni kwa Mungu, unavyoweza kutoa kwa ajili ya Mungu. Inua mikono yako juu. Kwa walio mbali, kuna namba za simu, kuna akaunti ya benki. Kama una sehemu ya 10 ni dhabihu, achilia mahali hapo. Baba, watoto wako tunakutolea sadaka. Ni sadaka ambazo tunazitoa kwako kwa sababu wewe ni Mungu kwenye maisha yetu, kwa sababu wewe ni Baba kwenye maisha yetu, na kwa sababu wewe ni Mungu utupae. Hatuna mwingine wa kutupa zaidi yako. Ndiyo maana tunakutolea sehemu ya 10, tunakutolea dhabihu. Ninasimama kama kuhani kwenye madhabahu hii kuzungumza na wewe juu ya sadaka zinazotolewa jioni ya leo. Hizi ni sadaka, ni maisha ya watoto wako wanayoyaleta kwako kukuheshimu. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, uzikubali na uzipokee, kwa sababu zinatoka mikononi mwa watoto wako uliowajalia kupata ajira, uliowajalia kupata biashara, uliowajalia kupata makampuni na vyote ambavyo umewapa. Wameleta sehemu ya 10 kwako. Uliowajaza kwa baraka nyingi, wanaleta dhabihu kwako. Mungu wa mbinguni, ninaomba uzikubali na uyakubali maisha yao na kile wanachokifanya katika jina la Yesu. Tolee Bwana dhabihu na zaka zako sasa. Tolee Bwana sadaka.